Naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Oswald Mwajigere, ambaye ndo kaimu kamanda wa zimamoto mkoa wa Arusha. Mnamo saa 9:08 tulipata taarifa ya tukio la moto kwamba mbao zinaungua eneo hili mwishoni, na baada ya kufika hapa tumefika kama dakika 17 askari wamefika hapa, wakakuta ni kweli moto ni mkubwa sana na umeshika pande zote nne kama unavyoziona, nyumba za upande wa kule ambako wanaishi wananchi, na huku mbele kuna bar, kuna supermarket na kuna maduka mengine, na yote yalikuwa yameshika moto. Kwa tukaendelea kupambana na moto, na baada ya kujulishwa kwamba moto ni mkubwa, ikabidi tuongeze magari mawili kwa ajili ya kufanya jitihada hizi. Mpaka sasa hivi tunaendelea na hatua za kuendelea, tumeshadhibiti, tumezima moto kwenye nyumba zote. Kilichobaki sasa ni hizi mbao ambazo zote zilikuwa zishashika moto, kama unaona ziko pale kama 8 hivi, zote zishashika moto kuanzia juu mpaka chini, na jitihada zinaendelea kuzima. Changamoto tuliyokutana nayo kidogo ni kwamba hydrant nyingi hazina pressure. Tumejikuta tumeenda kuchukua maji mpaka idara ya maji kwenye chanzo kikuu, tumeenda kuchukua maji. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo ilitukuta, lakini kwa sasa hivi tunaendelea kupambana na moto. Tunashukuru Mungu, hata idara ya maji yenyewe sasa wameleta boza, ambapo sasa kwa namna moja ama nyingine kazi yetu itakuwa rahisi zaidi, kwa maana tutamaliza moto kwa haraka. Kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu tukio lilitokea usiku, hapakuwa na watu wengi sana, lakini tunashukuru Mungu pia polisi tulipowapigia walifika mapema, walitusaidia kuwazuia wananchi kusogea eneo la tukio, na kwa kuwa sio makazi ya watu, tulianza kwenye nyumba ya makazi ya watu kule na tulifanikiwa kuzima, lakini huko kwingine imekuwa changamoto. Lakini kwa kweli hakuna mwananchi aliyeruka, hakuna madhara kwa mwanadamu. Hasara kubwa ni hizi mbao.